Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani simwendee kiongozi wa umma, nabii wa Allah na mwisho wa mitume, ni wakati mwingine tena tuko ndani ya soko ya Kajiado County ambaye tumeweza kufika sehemu kama hii, ikiwa ni klipu ya pili inshallah taala katika kufikisha ujumbe wa Allah tabaraka wa taala kwa viumbe. Ni kitu muhimu sana kwa sababu leo kuna sitofahamu nyingi ambazo ziko kwa wasio kwa Uislamu kuhusu kufahamu Uislamu, kwa sababu leo maswali ambayo inaibuka ni je, Muislamu kumuua Mkristo mbinguni ataingia kweli? Lakini jambo ambalo Qur'ani imezungumzia tunajaribu kuwaelimisha ni jambo ambalo inakubalika. Je, Uislamu unakubalika mambo kama haya? Kuna mtu akionekana maybe na ndevu, yuko na mikanzo zake, inaingia fikra kwamba hawa ni wale watu wabaya. Fikra vitu kama hizi tunajaribu kuzitoa katika akili ya binadamu kuonyesha kwamba hii ndio njia sahihi ambayo Mwenyezi Mungu amekubalia na ndio njia ambayo Mwenyezi Mungu hameikataza. Bila shaka hapa tuko ndani ya soko na tuko na dada zetu wengi ambao wanafanya biashara hapa, na ningependa kuzungumza na wao sana kwa ajili ya kujuana na kufahamiana, kadhalika tupate fursa ya kupeleka Uislamu inshallah taala. Bila shaka ni soko ambayo iko busy sana, isipokuwa nikipata fursa inshallah taala nitaweza kuzungumza na mmoja kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Bila shaka hapa kuna kakangu namuona anauza nguo, shati zake pale. Mamangu anaendelea kuuza nyanya hapa na kitunguu kwa ajili ya mapato ya hapa na pale ya kutafuta riziki. Mama, mimi naitwa Isaka. Nakuita nani mamangu? Unaitwa Lea. Lea, wewe ni mwenyeji wa hapa Kajiado County au ni mfanyabiashara tu mpita njia? Mimi ni mwenyeji wa Kajiado, mfanyabiashara hapa. Asante sana. Ubarikiwe mamangu, naona baba unajitahidi sana kufanya biashara yako katika soko hili. Ni soko ambaye naona mashallah limeweza kujaa na biashara mbalimbali, kazi mbalimbali, na watu wanaingia na kutoka katika biashara zao. Nafikiri leo ndio siku ya soko katika mji huu. Eti nini? Leo ndio siku ya soko katika mji huu. Hapana, leo ndio siku ya Jumatano, soko kuu leo. Na soko nyingine kwa siku gani? Kila wakati, lakini siku ya leo ndio kubwa. Leo ndio siku kubwa. Asante, ubarikiwe mamangu sana katika mji kama huu wa Kajiado. Je, ningependa kuuliza mamangu, je, katika maisha yako katika kutembea huku na kule mfanyabiashara, umekutana na watu wengi ambao ni wenye kufanya biashara kama hizi, kununua na kuuza sehemu ambayo unapeleka makastoma zako? Je, ushakutana na Waislamu katika biashara zako? Nimekutana nao wengi. Je, kuna message yote ya Kiislamu maybe Waislamu washakupa? Ndio washanipa, wakataka nislimu nikuwe Muislamu. Kisha nini ilitokea baada ya hapo? Nikakataa kwa sababu mimi ni Mkristo. Ala. Kwa hivyo ushakutana na Waislamu katika biashara zako wakwambia kuhusu dini, lakini ukamwambia wewe ni Mkristo? Ndio. Asante. Na je, wewe kama Mkristo ushataka kuwafikishia pia Ukristo na wao waingie katika Ukristo? Nilitaka wakakataa, wakasema hiyo dini yetu ni mbaya. Na washakupatia sababu ya kusema hiyo dini yenu ni mbaya? Walihubiri siku moja, nikasikia na sikuingiana na hiyo mahubiri yao. Ubarikiwe sana mamangu. Je, na wewe unasemaje? Because hapa nafikiri kuna cameraman hapa ni Muislamu, ndugu yangu hapa mimi ni Muislamu na pia mimi ni Muislamu. Je, kuna message gani ya Ukristo ungependa tupatie sisi na sisi tuone kama tunaweza kuokoka tukamfuata Bwana Yesu? Yesu alitukufia msalabani, akatukomboa, akatutetea kwa kila jambo. Kwa hivyo si tukiamini kwamba Yesu amekufa msalabani na sisi tutapata uzima wa milele? Ndio. Hakuna kazi nyingine? Iko mambo mengi. Kama gani? Kama kuna shida yoyote ukienda kwa dini ya Ukristo, unapata usaidizi. Tuseme kama for example ukiwa mgonjwa, ukiamini katika jina la Yesu unapona. Ukiwa kama kuna vitu kama mchango, harambee, unasaidiwa. Kila mambo mengi. Kwa hivyo Ukristo umesimama kwa misingi mingi, ukiwa na shida mbalimbali unasaidika na nini vitu kama hizo. Ubarikiwe sana. Na unasema unaamini Bwana Yesu? Naamini Bwana Yesu, amenitetea, amenikimbilia. Ubarikiwe sana. Kanisa lako ni gani unahudhuria? AIC. AIC ndio kanisa lako umeenda. Na je, katika usomi wako wa kitabu cha Biblia, kuna mahali popote ushasoma kwamba Yesu alikuwa ni Mkristo, ama kuna wakati ulisoma katika Biblia ukaona Yesu ameenda kanisani? Ndio, Yesu alienda kanisani. Ukisoma katika kitabu cha Luka mtakatifu, Yohana, Marko mtakatifu, Yesu alienda kanisani, alienda hekaluni. Na hapa nimejaliwa kubeba kitabu cha
Biblia. Hii ni King James Version ambayo Wakristo wengi wanaitumia. Sasa sijui ni wapi katika kitabu hiki cha Biblia ambayo imeandikwa Yesu aliwahi kwenda kanisani. Pengine mimi nikiona because Yesu asema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hivyo mimi na wewe nafaa tumfuate Bwana Yesu. Na Waislamu sisi si watu wabishi. Hatupendi kupishana maneno ya Mungu. Tukiona Yesu ameenda kanisani, hata mimi nitaenda kanisani. Je, katika Biblia kuna mahali Yesu ameenda kanisa umeona? Najua tukifuatilia, tukisema hekalu ni kanisa. Na nyinyi Waislamu mnasema hekalu ni nini? Msikiti, lakini hekalu ni mahali pa kufanya nini? Pa kuhubiria. Imechumulishwa hivyo. Sasa kwa mujibu wa Biblia, sisi tunaamini kwamba hekalu ni moja aliyojenga Nabii Solomon. Aliyejenga Nabii Suleiman ambaye mpaka sasa iko duniani, iko Palestina. Wenye kuabudu hiyo hekalu mpaka leo ni Waislamu. Mpaka saa hii ni msikiti mkubwa, sisi Waislamu tunaita Baitul Muqaddas uko Palestina. Nabii Solomon ndio alijenga hiyo. Lakini ningependa kidogo umsaidie mamangu tusome just one verse, tumruhusu endelee kufanya biashara yake. Kitabu cha Luka 4:14, just one verse, na Mungu abariki sana biashara yako. Msomee andiko hilo tumalize. Just one verse alafu tumwachie mama, na Mungu abariki sana kwa biashara yake. Kitabu cha Luka 4:16. Luka 4:16. Naam. Inasema hivi, sauti yangu inafika. Haya. 4:16 kitabu cha Luka. Ndio. 4:16. Subiri kidogo. Inasema akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Bila shaka mama huyo ni Bwana Yesu, si kweli eh? Ndio. Kama ilivyokuwa kawaida siku ya Sabato naambiwa alikuwa anaingia katika nyumba inaitwa sinagogi, si kweli eh? Sinagogi ni kanisa. Mimi kwa nyinyi wa Kristo. Mimi na wewe na Biblia nani kweli? Wote tuko pamoja. Mimi na wewe na Biblia. Wote tuko pamoja. Nani msema kweli zaidi? Ni Mwenyezi Mungu. Ambaye ni kitabu chake, si kweli eh? Ndio. Nini maana sinagogi hapo muonyesha mama ambaye Yesu alikuwa akienda? Sinagogi maana yake, wacha nimuoneshe. Sinagogi maana yake ni msikiti wa Wayahudi. Kumbe Wayahudi walijenga msikiti, Yesu alipokuja kaingia wapi? Huko. Unajua kuna vitabu mbalimbali imeandikwa na watu tofauti. Kitabu kinapoendelea kuandikwa kuna kuanga na tofauti. Waandishi ni tofauti. Wakiriki imefika sasa, kuna sasa ikiendelea kuandikwa, kuna Waswahili, kuna Wakalenjin, kuna Wakikuyu, inaendelea ikiandikwa tofauti. Unajua sasa iliandikwa kwa nini? Kwa Kikiriki. Sasa inapofika Kenya hapo kwa Kiswahili utapata imeandikwa kwamba sinagogi ni nini? Ni msikiti. Kumbe wamekosea. Wamekosea. Kwa hivyo Biblia ina makosa. Biblia mwenye ameandika Biblia ana makosa. Na shetani motoni. Hawezi enda motoni, akiomba Mwenyezi Mungu atamsamea. Kwa hivyo walioandika Biblia wakasema sinagogi ni msikiti ni makosa. Ndio. Nafikiri ni kauli ya mama, amesema Biblia imekosewa kwa kusema hii sinagogi ni msikiti, lakini maoni yake tu. Kwa hivyo ujumbe umeweza kufika inshallah taala, na tuko ndani ya soko na kuendelea kuwafahamisha wengi. Nimeona dadangu hapa wakidhomo, sijui ameingia wapi tena. Nenda umuone mama pale. Hapa ni kuzungumza mamangu. Usimchukue. Mamangu mfanye biashara mzuri. Usimlike mama. Mama, habari yako? Habari yako? Mimi naitwa Isaac, na wewe? Mimi naitwa Dominika. Mimi ni Muislamu, na wewe mamangu? Mimi ni Mkristo. Asante. Uislamu ni njia moja. Asante. Mimi namwabudu Mwenyezi Mungu na mimi namwabudu Mwenyezi Mungu. Ndio. Asante. Je, pengine ungekuwa na swali ya kuuliza Waislamu? Mimi sina swali babangu, acheni nifanye kazi yangu hapa. Asante. Kwanza Mungu abariki kazi ya mikono yako, kazi ambayo umetolewa. Najua mwanajua hapa kwa ajili ya kutafutia watoto riziki. Mungu akufungulie. Na swali moja ningependa kuuliza. Kwa nini mamangu? Sitaki kuulizwa maswali. Mamangu asema kwa sasa hataki kuulizwa maswali. Sisi ni Msikiti ni ile nyumba, si mnamwabudu Mwenyezi Mungu, amwabudu shetani. Na sisi pia hiyo kanisa pia ni kama hiyo sinagogi tu. Mnayezungumzia sinagogi na msikiti ni hali moja. Unamwabudu Mwenyezi Mungu na mimi pia namwabudu huyo mmoja tu tunayemjua. Kama mnamuita Allah, si tunamuita Yehova, yote ni sawa. Hebu nikuulize. Haya, mamangu asema hataki kuulizwa.
lakini Mungu abariki sana kwa kazi ambayo naifanya tukiwa ndani ya soko kadhalika ya Kajiado. Inshallah taala ujumbe unazidi kufika. Pandeni kule juu. Tukate. Wanataka kusikia hata huko si. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza, tuko ndani ya soko ya Kajiado County katika harakati zetu za da'wa mitaani ndani ya online TV ama Yusufu Da'wa Kenya, na hapa niko na mamangu ambaye yuko hapa. Ningependa kuzungumza naye sana maneno mawili matatu, kisha tumuombe Mwenyezi Mungu aibariki kazi ya mikono yake. Mamangu, mimi naitwa Isaaka. Wewe unaitwa nani? Naitwa Penasi Ayan. Penasi Ayan. Seyan. Ubarikiwe sana. Mimi ni Muislamu. Na wewe ni gani? Mimi ni Mkristo. Asante. Je, kwa Uislamu na Wakristo kuzungumza maneno ya Mungu kuna makosa? Hakuna makosa. Wote tumeumbwa na nani? Na Mungu mmoja. Asante. Je, ushakuwa na swali ungependa kuuliza Waislamu? Niko na swali moja. Hebu uliza swali moja tusikie. Ninauliza, katika Qur'ani yenu mbona kuna Yesu na ni mwana wa Mungu? Kwa nini kunasema yeye ni prophet na si prophet? Swali yake ni nzuri ambaye kauliza. Anauliza katika Qur'ani yetu Yesu yupo. Ni kweli Yesu yupo na ametajwa jinsi alipozaliwa na kulewa kwake mpaka alipotumwa. Lakini kwa nini tunasema Yesu ni prophet sio mtoto ya Mungu? Si ni kweli? Jambo la kwanza, Waislamu nasema Mungu hazai. Je, katika imani yako unaamini Mungu anazaa? Huyu Yesu, mimi ni kujua kwake si kwa kukutana kwamba Yesu na vile mimi nimesaliwa na vile Yesu alizaliwa ni tofauti. Tofauti ni gani? Tofauti ni kwamba roho wa Mungu ndiye alipitia ule mwanamke Maria ndiye apate huyo mtoto. Kumbe Yesu amezaliwa kwa uwezo wa Mungu pasina mwanaume. Hebu sikia vile Mungu asema ndani ya Qur'ani. Hebu sikia maneno matamu tu. Kiswahili. Unajua Kiarabu? Sijui. Haya, Kiswahili na kusomea. Pande moja hapa ni Kiarabu, pande nyingine ni Kiswahili. Na kuna ya Kiingereza na kuna ya Kimasai. Sasa soma Kiswahili 3:45. 3:45. Inasema hivi. Ndio. Kumbukeni aliposema malaika. Mtume Muhammad anaambiwa wakumbushe aliposema malaika. Mariamu. Ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Mwenyezi Mungu anakupatia habari nzuri Mariamu ya kuzaa mtoto bila mwanaume. Bali kwa kutamka neno tu litokalo kwake la kukwambia Mariamu zaa, ukazaa pasina kuingiliwa. Ndio. Jina la mtoto huyo? Jina ya huyo mtoto ni Masihi, anaitwa Messiah, Isa, Jesus, mwana wa Mariamu, mwenye heshima katika dunia na akhera. Hebu sikia maneno matamu ambayo Qur'ani Mungu azungumzia. Umesikia raha yake? Mimi kwangu kuelewa kwangu, Yesu ni mwana wa Mungu. Katika kwetu sisi wa Kristo tunajua kuna nafsi tatu. Kuna Mungu, kuna mwana na kuna roho. Na hao walikuwa kabla hata sisi wenyewe kuumbwa. Dunia kabla ikakuwa sisi walikuwa kabla chochote kifanyike. Lakini kusudi ndiye hao watu wajue kwamba Mungu huyo Yesu, kwa sababu alikuja akakufa msalabani. Alikuja ndiye mtu aweze kuelewa, alipitia through that mwanadamu, ndiye ayapitia ile mashida sisi tunapitia, ndiye aweze kuona watu apitie hizo mashida, ndiye akombolewe kujua hiyo. Kwa hivyo katika Ukristo unasema mnaamini kuna Mungu wa tatu katika mmoja. Si Mungu wa tatu. Tunasema nakwambia nafsi. Nafsi. Hizi nafsi ni za kina nani? Ni ya Mungu. Dunia. Nafsi ya kwanza ni ya nani? Nafsi ya kwanza ni ya nani? Ni Mungu. Nafsi ya pili? Ni Yesu. Nafsi ya tatu? Ni Roho Mtakatifu. Je, katika hii Biblia, because nimejaliwa kuibeba hapa, katika hii Biblia wa Kristo kuna mahali lazima kuna nafsi tatu? Si ndio kunayo? Hebu nisaidie. Kuna mahali imeandikwa. Wacha nikusomee mwanzo. Wacha kwanza nisomee mwanzo. Mimi mwenyewe nitakusomea vizuri. Kwanza mwanzo vile inasema. Kabla hizo zote. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ikiwa tena utupu na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu, na hiyo ndiye nakwambia roho, ikatulia juu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza.
Mungu akaita nuru mchana na giza akaita usiku, ikiwa jioni ikawa asubuhi siku moja. Mungu akasema na iwe anga. Na sasa mmesikia kwamba hiyo roho ndiye nakwambia. Na hiyo roho ndiye ilipotumika kwa sababu ya hiyo Yesu kupatikana. So mimi kwangu kuelewa kwangu Yesu ni mwana wa Mungu. Kuelewa kwako sasa? Si kuelewa kwangu kulingana na neno. Nikijaribu kukusomea kwa sababu sijui kama Mungu na hizo vitabu zingine zote, yani Biblia complete ziko zote. Na ndiye maana nakwambia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hebu kidogo na mimi umetusomea andiko moja na mimi hebu nikupatie moja. Kitabu cha Yohana 1:49. Hebu soma. Hapa tuko kwa biashara na tuko katika neno la Mungu. Soma andiko. Andiko moja. Yohana 1:45. Tumpatie mama nafasi ya kufanya biashara. Inasema hivi, Filipo akamwona Nathanaeli akamwambia, tumemwona yeye aliandikwa na Musa. 1:49. 1:49. Inasema hivi 49. Nathanaeli akajibu, Rabbi, wewe u mwana wa Mungu? Hiyo ni Yesu anaulizwa kwamba yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Ndiye mfalme wa Israeli? Swali ya pili anaulizwa kama yeye ni mfalme wa Wayahudi. Endelea. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikwambia nilikuona chini ya mtini waamini, utaona mambo makubwa kuliko haya. Akamwambia, amina amina nawaambia, mtaziona mbingu zimefunuka na malaika wa Mungu akikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Kumbe Yesu baada ya kama yeye ni mwana wa Mungu, asema malaika watashuka juu ya mwana wa Adamu. Kwa hivyo kwa mujibu wa Biblia mama, Yesu anajua kama ni mwana wa Adamu, kwa maana amezaliwa na binadamu, na binadamu ikizaa inazaa binadamu. Haya, tuko ndani ya soko, kadhalika soko hii ya Kajiado County. Mzee wangu, habari yako? Uko salama? Je, uko na swali ungependa kuuliza mzee wangu? Hauna swali? Je, naruhusiwa kuuliza swali? Naruhusiwa kuuliza swali wewe? Kama wewe una swali ya kuniuliza. Ndio nishaongea namna hiyo. Mungu akubariki sana. Mamangu, biashara ikipungua nitakupitia. Lakini Yesu si mwana wa Mungu because Mungu hazai. Mungu sio mtu. Mungu sio mtu. Mtu alia sifa ya mtu ni ya kuzaa. Naomba usome yote. Acha kusema pale. Yaani nikueleze. Ninakwambia mimi nataka kuambia kitu kimoja. Kwamba kama saa hii yeye yuko. Nani? Mungu. Huyo Yesu. Yuko mpaka saa hii. Ndio. Sasa Muhammad ni mtu amezikwa na haonekani. Yesu na Muhammad tunafananisha watu wote ni mitume wa Mungu. Wote ni mitume wa Mungu. Jambo la kwanza mimi nikusaidie mama, na we angalia nikusaidie wewe mama. Mamangu. Na mimi mamangu, message kwako. Mungu sio mtu. Mungu hana sura, sio binadamu. Kwa pamoja John kutoka dudu ambao na mboto. Nani Mungu? Yesu si Mungu mwenyewe, si mfano, alituzaa kwa mfano nani? Mungu hana mfano. Mungu sio binadamu. Mungu ni roho. Na roho haina mfano. Kwa mujibu wa Biblia, Mungu ni roho. Ukisoma kitabu cha Yohana 4:44, Mungu ni roho. Na roho haina sura. Musa alipomwambia Mungu ataka nikuone, ndio nikamwambia Farao nani alinituma. Aliambiwa angalia mlima, ikibakia hivyo utaniona. Kwa hivyo Mungu sifa yake haonekani. Lakini wote nikwambie kitu kimoja. Unajua nini kitu mnakosea kuelewa? Sisi ama wewe? Kwa kuelewa neno. Ndani neno jambo. Hivi ni neno jambo elewa. Sisi ama wewe? Mpaka uombe roho wa Mungu. Patie neno ya kujua. Unajua shida ya Mkristo Muislamu hayo tunakosania ni Mkristo kumuelewa Yesu na Mungu. Hapo ndio kuna shida because wewe unachukua Yesu ndio Mungu na Mungu ndio Yesu. Hayo ndio shida. Yesu kuna Yesu na kuna Mungu. Sasa bila kwenda kwa Mungu before ufike kwa Mungu. Ndio. Sasa Yesu mumwamini nyinyi wa Kristo? Kwanza mimi namwamini 100% siku. Are you sure? 100%. Are you sure? 100%. Do you believe in Yesu? Siwezi kwenda Do you believe in Christ? Yes. Christ. That is Christ and Are you sure? Kwa nini siyakuwa sure? Mimi why am I not sure? Sijaona Mkristo duniani naamini Yesu. Kusema wanasema. Mimi naamini
100% hata hakuna kigeuzi. Na imani ya Mkristo iko. Na wewe ni Mkristo? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo? Na hakuna kitu inaweza kumchika. Sasa hebu nikuulize sasa, ili nijue kweli unamwamini Yesu. Wewe ni Mkristo, mfuasi wa Yesu. Yesu alikuwa na dini? Hakuwa na dini. Yesu alikuwa hana dini. Hakuwa na ubaguzi. Sijauliza ubaguzi. Yesu alikuwa na dini. Hakuwa na dini. Na wewe Ukristo umetoa wapi wakati Yesu hana dini? Unajua kile kimoja, ukisoma Biblia vizuri uelewe, kuna vitu na ndio maana Yesu aliteseka. Aliteseka. Mimi najua Biblia, hata nikisoma Biblia vizuri, hata wakati walikuwa nasurubiwa na kufanya nini, walimsaliti. Na ndio maana ninakwambia, ukifuata vizuri, soma Biblia vizuri uelewe, utaelewa kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Mimi sina shida huko. Nauliza hivi, wewe ni Mkristo na ni mfuasi wa Yesu. Sasa Yesu si Mkristo. Yesu hana dini. Hii dini yako ya Ukristo umeitoa wapi wakati Yesu hana dini? That is my question. Kwa sababu niko Mkristo kwa sababu mimi namwamini. Kwamba ninamwamini kwamba through yeye ndio ndafika kwa Mungu. Sasa hii dini swali nauliza. Ndio maana kwa sababu wale wanamkataa ndio wanapingana naye akisema yeye ni prophet. He is not a prophet. Aka kama Elijah. Sasa kwa Yesu, ngoja kidogo. Kwa hiyo Yesu sasa kabla kwa mwana wa Mungu, hii dini yako unaepa mama, hii dini yako Kristo umeitoa wapi wakati Yesu alikuwa hana dini kwa kauli yako? Kwa sababu walipokuja wakamkana. Si ndio? Sisi wa Kristo tumemwamini. Sababu naona sasa nyinyi muamini, baba muamini. Lakini mimi mwenyewe ninamwamini 100%. Hatuna hata sina shida na hiyo. Ili mimi nikubali kwamba mnamwamini. Wewe ni Mkristo na umesema Yesu alikuwa hana dini. Hii dini yako ya Ukristo umeitoa wapi? That is the question. Nimetoa hapo kwa sababu ninamfuata yeye. Si unasikia? Je, kuna mahali katika Biblia Yesu anasema kuweni wa Kristo? Sasa ndio nasema kama huwezi kumfuata Kristo utakuwa wewe Mkristo. Sasa mimi nitamfuata kimaneno ama kimaandiko? Kimaandiko. Wapi Yesu? Sasa swali nakuuliza, wapi Yesu katika Biblia anasema watu wawe wa Kristo? Hakuna pale inasema. Sasa kama muamini utakuaje hivyo? Sasa mimi nitamwamini Yesu namna gani niwe Mkristo wakati Yesu hajaniambia niwe Mkristo? Sasa unataka watu waamini kwamba mtu akawe Muislamu au unataka? No. Mimi nataka tufuate maandiko. Yesu asema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sasa wewe ni Mkristo. Umeniambia Yesu alikuwa hana dini. Hii dini yako umeitoa wapi na Yesu hana dini? Nimeitoa kwa sababu nimetaka kufuata kulingana na njia zake. Alikuja akakuwa naye kwa sababu wale wanamwamini ndio wao wanamwamini. Kwa hivyo ukishamwamini unakuwa Mkristo. Kabisa. Haya, hebu nisomea andiko moja tuemmoja mama afanye biashara. Mathayo 1:16. Mathayo 1:16. Amesema Yesu hana dini lakini yako na dini. Sasa sijui dini yake ameitoa wapi wakati kiongozi wake ni kama kusema mimi ni ODM lakini kiongozi wa ODM mfano yani mimi ni Jubilee lakini kiongozi wangu sio Jubilee. Hebu soma andiko. Yakobo akamzaa Yusufu. Ndio mfano. Yesu asema na wafunze kimfano akitazama wakioni. Twende. Yakobo akamzaa Yusufu. Yakobo akamzaa Yusufu. Yusufu mumewe Mariamu. Yusufu mumewe Mariamu. Mariamu aliyemzaa Yesu. Kuna mzee hapa anakorofisha aje amalize kwanza. Haya soma andiko. Yakobo akamzaa Yusufu. Yusufu mumewe Mariamu. Mathayo 1:16. Haya fungua Labda niko maiti. Utaitwa Adija. Acha afungue Biblia yake tusome pamoja. Mimi ngoja nikwambie, mimi naona katika kiroho. Siko katika hali ya dunia. Na kamili, niko kwa kiroho. Niko katika ulimwengu mwingine. Nakwambia mama tutakuwa. Never. Ngoja Yaani mama anasema never kuitwa Adija. Haya soma Mathayo 1:18. 1:16. Nisumbua sana. Mimi sitaki kusumbuliwa na mambo ya Mungu. Nikiingia ndani ya Mungu naingianga vizuri. Ngoja nisome. Mama anafungua Biblia yake digital. Matthew. Ni mama amesoma, anajisomea mwenyewe hapa.
Nataka tu nisome nikirudia lazima nifuate Mathayo. Mathayo 1:16. Haya, soma sasa. Yakobo akamzaa Yusufu. Yusufu mume Mariamu. Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Mama, ni kweli imeandikwa kwako hivyo? Aitwaye Kristo. Kwa hivyo Yesu jina lake ni nini? Kristo. Kwa hivyo Kristo jina la nani? Yesu ndiye Kristo. Kumaanisha Kristo sio nini? Sasa wewe ni jina ya nani yani? Ni ya Yesu. Na hiyo Kristo na sisi ni wale wanaomfuata wanaitana hivyo. Kuna mahala imeandikwa hivyo wanaomfuata waitwe Kristo. Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Basi vizazi vyote tangu Ibrahimu hata Daudi. Kumbe Kristo ni jina la nani? Ya Kristo. Na ndio maana sababu ndio maana anaitwa Kristo kwa sababu ya hiyo maelekeo yake ndio naendana nayo. Ni jina la nani? La Kristo. Sio nini? Ni sababu wale wanaomfuata ndio wanaendana naye. Kwa andiko gani? Mama sikiliza. Ukisema hivyo Wakorintho wa kwanza 15:18 tumwache mama afanye kazi. 1 Corinthians. Wakorintho wa kwanza 15:18. Acha afungue. Mama ako na Biblia digital ya simu hapa. Ni kwa sababu sina. Wakorintho iko sawa. Niko na Biblia, mimi si mtu wa kwenda bila Biblia, lakini kwa sababu niko kazi. Hata leo ni kwa sababu ni Wednesday na bebanga. Lakini mama, mimi nasema unapendeza sana ukiwa Muislamu. Never. Niko na buibui nikuletee hapa. Soma andiko. Niko maiti ninawaambianga ukweli. Haya soma. Na hapo umefungua? Haya wacha nini hiyo Biblia soma. Nini umesema hivi? 1 Corinthians chapter 15 verse 18. Kwani nini? Hata mnaamini nani? Kwa hivyo tuabudu Mungu mmoja. Sasa kama Mungu wako kwa mtoto tutaabuduaje sawa? Ndio maana wazai wala azali. Ndiye nakwambia hatuko katika ulimwengu mmoja. Hebu soma hiyo. 1 Corinthians 15 verse 18. Tuabudu kweli Mungu mmoja. Nimekuja sasa kuona kumbe mimi nasikianga tu lakini najua sasa kujua 15:18. 1 Corinthians. Wacha tusome sisi. Kusomeni sabii yangu. Soma. Na hapo wao acha unazojishikia tu ni 18. Soma. Na hapo wao nao walilala katika Kristo wamefanya nini? Wamepotea. Kumbe mama, wewe umelala katika Kristo umefanya nini? Sijapotea, niko katika hali ya kamili kabisa. Iko wapi? Ni wapi hiyo? Hiyo 15:18 anaangalia mama, hiyo hajawahi ona. Kwa nini mnataka kusoma nusu? Kwa nini usianze problem? Haya, naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua, ikiwa wafu hawakufufuliwa. Maana kama wafu, kwani wacha nikwambie, unajua Yesu mwenyewe mwenye alimfufua ni roho. Wacha nikwambie kitu moja. Unajua nyinyi sijui mnaelewa na nini? Sielewi, lakini Mungu hata mimi mpaka saa hii naombanga Mungu awasaidie sana. Mimi ni mtu wa kuomba na nitaomba tu. Mungu siku moja hata mimi nitakuombea. Tuende tuombane tu. Tuambie Mungu as long tunaabudu mwenye nao ameumba dunia na nchi. Mimi siwezi kuita Edija. Mimi ninaitwa jina ile yangu. Haya, basi ndugu zangu. Anafurahia mama kwa maandiko hapo. Maandiko yanafurahisha sana. Na uenda pengine akasilimu hivi karibuni, tunamuombea. Sasa mama, sasa mama, sikiliza, Mungu wa Waislamu hana mtoto. Kwa nini? Msomaji 26:62. Mathayo 26:62. 62. Inasema hivi. Ndio. 62. Ndio. Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia. Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia Yesu, ujibu neno. Je, wewe ujibu neno? Hawa wanakushuhudia nini? Hawa watu wanakushuhudia nini? Lakini Yesu akanyamaza. Kimya. Kuhani mkuu akamwambia, na kuapisha kwa Mungu aliye hai. Kuhani mkuu akamwambia Yesu, na kuapisha kwa Mungu aliye hai, utuambie kama wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Yesu anatakikana leo aseme kama ndiye Kristo mwana wa Mungu. Sikiliza maneno.
Ni Matthew 26:62. Hiyo hapo basi ni nyakati walikuwa namtesa. Walikuwa namuuliza maswali mingi. hapa ni kotini. Walikuwa na Yesu akanyamaza, kuwa ni mkuu akamwambia na kuapisha kwa Mungu aliye hai. Utuambie wewe kama ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Yesu akamwambia wewe umesema. Unasikia? Yesu alimwambia. Amesema. Na hiyo kusema kwake ni Yesu ndiye amemwambia kwa sababu hakutaka kuambia. Unajua hao watu walikuwa nabishana na Yesu. Na Yesu unajua hakutaka mambo mingi. Na hakutaka, alitaka wao wajione. Na kwa sababu ndiye itimie. Maneno ya Mungu ifitimie. Ndiye maana alikuwa anataka mambo mingi. Amewaambia wewe umesema. Acha tusikie Yesu atasema nini. Lakini nawaambieni tangu sasa. Yesu sasa amesema lakini kwa Kiswahili amepiga ile maneno ya wale. Anasema lakini nawaambia ni tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu. Yesu anasema mtamuona mwana wa nani? Wa Adamu. Kwa hivyo Yesu anajiita mwana wa nani? Kwa sababu alikusidia kupitia. Sikiliza, maliza andiko. Anasoma Biblia yake pia kona yake. Akona Biblia. Siwezi kuchanganya mama. Mbona maandiko wanakusomea Agano la Kale peke yake? Ni Agano Jipya mzee. Mzee hajaelewa. Umechanganyikiwa. Soma andiko. Tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu. Mama kwanza wewe kuja tukuite. Huyu tutamuita Leila. Mama wewe ukisilimu tutakuita Mama Leila. Kuja karibia. Hakuna mtu anaweza kusilimika. Hapa tunawasilimisha nyote. Nani? Sisi ukajana kwa mama yetu hapa tumuite Fatuma. Ni damu. Sisi tuko damu. Hapa sisi tuko kwa damu. Sawa sawa. Kwa hivyo ujumbe umefika na damu haioshi chochote, ile inachafua. Damu ya kama ile nyinyi mnachinja ndiye haiwezi kufanya, lakini ile damu iliyo kwa msalaba ile Yesu alipokufa. Yesu akufa, si umesoma? Ama acha uchokozi. Soma 15 si umesoma wewe mwenyewe? Wakorintho wa kwanza 15. Amesoma mwenyewe. Si umesoma mpaka ukarudisha. Fungua yako. Soma hiyo andiko ya mwisho. Kama mwezi kuamini kwamba Yesu alikufa kwa msalaba, hakufa. Hebu jisomea mwenyewe, soma mwenyewe. Soma. 15. Sikiliza andiko. Mama acha uchokozi. Sikiliza andiko. Inasema hivi, naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Nyinyi ni mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa. Kwa maana mlishuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo. Alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Yesu hakufufuliwa. Kwa haya machache, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungu akusaidie mama.